aachwe huru pasipo masharti ya aina yoyote, na vinginevyo kama hatuachiwa huru, sisi BAWACHA tutachukua maamuzi mikononi mwetu. Ndugu zangu wanaKiela, tangu tuanze mfumo wa vyama vingi sasa hivi miaka 25 kwa sasa. Mwaka 95 tumeingia katika uchaguzi wa vyama mbalimbali vya siasa, tukaja mwaka 2010, tukaja mwaka 2025 na 2015, tukaja mwaka 2020 na sasa tunaenda mwaka 2025. Katika chaguzi hizo zote tulikuwa tunashiriki uchaguzi, lakini kwa sasa tukasema hapana mabadiliko mbalimbali ya sheria za uchaguzi, hakuna uchaguzi. Na tunamaanisha hii ni kwa sababu miaka yote ambayo tulikuwa tunashiriki chaguzi hizi, nyinyi wananchi wa Kyela pamoja na boda mlikuwa mnaenda kuchagua viongozi mbalimbali, lakini viongozi hao mnaochagua hawapewi nafasi ya kuja kuwaongoza, na badala yao wanaweka viongozi ambao wanamtaka wao, ambao hawaletei maendeleo. Kweli si kweli? Sasa kuna sababu gani ya kuendelea kushiriki katika hizi chaguzi? Kina mama wenzangu, nyinyi ni mashuhuda. Kwa muda wa miaka kadhaa sasa tumekuwa tukienda kupiga kura na kuwachagua viongozi, lakini viongozi hao hawapewi nafasi. Kina mama wenzangu, sisi ndio tunaweka viongozi mbalimbali madarakani, lakini kwa sasa tunahitaji na sisi kuwa sehemu ya maamuzi. Hivyo basi kina mama wenzangu, twendeni tukanadi sauti zetu kwa pamoja, tuoneshe nguvu zetu kwa pamoja kwenda kudai mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi, ili kusudi tukiamua na zikipatikana hizo sheria mbalimbali za uchaguzi, basi na sisi tutalazimika kuwa sehemu ya viongozi na kuwa sehemu ya mabadiliko ambayo tunayohitaji. Ndugu zangu wanaKiela, ninachoweza kusema kwa kitu kimoja, nchi hii ni yetu sote. Hivyo tuna haki na wajibu wa kila mmoja wetu kufanya maamuzi yoyote ambayo atakayoyaona kuwa yanafaa, ambayo atakayoweza kuikomboa katika nchi yetu hii, katika serikali ya sisi. Hivyo kwa pamoja, sote kwa pamoja, ninawaomba sana, twendeni kwa sauti moja, kwa umoja wetu, mapenzi yetu ya dhati juu ya nchi yetu, twendeni tukashirikiane kuzidai mabadiliko mbalimbali ya sheria za uchaguzi. Ndugu zangu wanaKiela, wangapi wanasema wako tayari kwenda kupaza sauti zao kwenda kudai mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi? Naomba pungeni mkono nyote tafadhali. Namuona hata askari pale, mama yangu ananyosha mkono. Asante sana afande kwa kunyosha mkono na wewe. Mpigeni makofi afande. Ndugu zangu wanaKiela, namalizia kwa kusema neno moja tu kwenu. Baraza la wanawake wa CHADEMA tunasema kama mhai na iwe mhai, tutatoka hadharani kupaza sauti zetu kudai mabadiliko ya sheria mbalimbali ya uchaguzi, ili na sisi tuwe sehemu ya mabadiliko ya nchi hii. Tunahitaji kuwa viongozi, tunahitaji kuleta maendeleo ambayo yaliyokosekana